kalenda ya mwezi mwandamo itakuwa na upungufu wa siku 11. Kwa sababu kalenda ya mwezi mwandamo inakuwa na siku 29 na 30 basi, lakini kalenda ya mwaka wa jua inakuwa na siku 30 na 31 basi. Kwa hiyo utakapoziunganisha zile kalenda mbili, unakuja kukuta ya kwamba ile kalenda ya mwezi mwandamo itakuwa na upungufu wa kila mwaka wa siku 11. Kwa kuwa walikaa miaka 300 ndani ya lile pango kwa mujibu wa kalenda ya mwaka wa jua, solar calendar, basi itakuwa 11 mara 300 itakuwa ni 3300. Hizi ndio zinazokuwa siku pungufu sasa katika ile kalenda ya mwezi mwandamo. Na kwa kuwa mara nyingi sana kalenda ya mwezi mwandamo inaangukia 29, kwa hiyo 3300 ukigawanya kwa 29 inakuwa ni 113. Hii ndio inayokuwa miezi mipungufu katika ile kalenda ya mwezi mwandamo. Kwa kuwa mwaka mmoja una miezi 12, miezi 113 inakuwa ni sawasawa na miaka 9. Ndio ile kule Qur'ani kaenda kusema wazdadu 9. Anaonyesha ubingwa wa mtume wake, muujiza wake ni muujiza wa kiilmu. Anaonyesha ubingwa wa ile Qur'ani kwamba hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni maneno yaliyotoka kwa mjuzi wa wajuzi. Qur'ani inasema ya kwamba wale vijana wa pangoni kwamba walilala miaka 300 kwa mujibu wa kalenda ya mwaka wa jua, na walilala miaka 309 kwa mujibu wa kalenda ya mwezi mwandamo. Wanasayansi jambo hili wamelifanyia utafiti, uchunguzi na majaribio. Je, usingizi huo ulikuwa usingizi wa namna gani? Watu wakaweza kulala miaka 300. Ilikuwaje pale? Sayansi iliyotumika pale ni sayansi gani? Wanasayansi wameshalifanyia utafiti jambo hili na maelezo yake yamekwisha patikana, na ile Qur'ani yenyewe inasema kwamba alichokifanya pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliziba kule kusikia kwao. Mawasiliano ya mwanadamu na dunia ni sikio. Na kinakuwa ndio kiungo cha kwanza katika viungo vyote vya mwili wa mwanadamu kuumbwa. Na Qur'ani ilivyotaja ile waja'ala lakumus sam'a, imeanza kutaja sikio, wal absara na macho, wal afida na nyoyo. Basi katika ule mpangilio ilivyopanga, na katika ndani ya anavyoumbwa mwanadamu katika tumbo la mama yake, ni vile vile cha kwanza kuumbwa katika mwili wa mwanadamu inakuwa ni sikio. Cha pili ndio kinakuja jicho, alafu inakuja moyo. Yani Qur'ani haitaji vitu ovyo ovyo. Vile inavyotaja Qur'ani, ukifanya utafiti utakuja kukuta kwamba ndio vile vile. Na ni kiungo ambacho kinafanya kazi hata kama mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama yake anasikia. Na akizaliwa hali kadhalika ni hivyo hivyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yule mtoto aadhiniwe akizaliwa. Aliziba kule kusikia kwao. Mtu anapokuwa amelala usingizi,
Sikio linafanya kazi. Atakapokuja kuamka yule, kama unamuita atakwambia nilikuwa nakusikia kwa mbali, unaniita. Mawasiliano ya mwanadamu na dunia ni sikio. Alichokifanya pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuziba kusikia kwao. Akawa anawageuza kulia mara kushoto, anawageuza kulia mara kushoto. Walikuwa hai wale, wangaliachwa walale upande mmoja tu, ngozi ingeliharibika, ule upande waliolalia nyama ingeliharibika, mishipa ya damu na maji ingeliharibika, na mifupa vile vile ingeliharibika. Wale wagonjwa wanaopata ile stroke, kama atakuwa anaugulia nyumbani, hawezi kugeuka, ni lazima ndugu na jamaa wawe kila baada ya muda fulani, ndio maana unaona wanawageuza. Na wale wauguzi kule hospitali ni hivyo hivyo, wale wagonjwa wanawageuza. Wakiwaacha walale upande mmoja tu, wataoza ule upande waliolalia. Hapa Qur'ani sasa inafundisha habari ya tiba ya uuguzi. Hili hapa wanasayansi wamethibitisha, wanasema ni kweli kwamba wale watu walikuwa ni wazima, na ile kugeuzwa kulia na kushoto ilikuwa ni kuwaepushia wao ngozi isiharibike, mishipa ya damu isiharibike, nyama isiharibike, na mifupa isiharibike. Kwa hiyo wale walikuwa hai. Alichokifanya pale Mwenyezi Mungu ni kuziba kule kusikia kwao. Mawasiliano ya mwanadamu na dunia ni sikio. Swali la pili la yule Dhulkarnaini nalo likaja likajibiwa, na tukaeleza jana ya kwamba ni mmoja katika wafalme waliotokea katika zile falme kubwa 4 zilizokuja katika dunia. Ufalme wa Babeli ukaondoka, ndio ukaja ukasimama ufalme wa Waajemi na Waamedi. Ufalme huu wazungu wanauita Mindo Pasha. Mfalme wa kwanza aliyekuja katika ufalme huu ndiyo huyu Dhulkarnaini. Huyu ni mmoja katika watu waliotawala dunia mzima. Huyu ni Muislamu na huyu ni mcha Mungu, na inasemekana alifika pale katika Kaaba na akahiji, na inasemekana pia kwamba alikutana na Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Watukufu wa Islam, kwa hiyo kuna mambo yakaelezwa na Qur'ani kuhusu huyu Dhulkarnaini kwamba alipofika aliliona jua linazama katika matope meusi. Jana nikaeleza hatta idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin wa wajada indaha qauma, mpaka alipofika yule Dhulkarnaini wakati wa machweo ya jua magharibi, aliliona lile jua linazama katika matope yaliyokuwa meusi. Nikasema kwamba alichokiona yeye Dhulkarnaini, aliona visible horizon au horizon skyline, wanaita hivyo watu wa astronomy na geography, ndio wanaoshughulika na habari hizo. Ni kama vile unavyosafiri na gari au hata na miguu wakati wa jua kali, kule mbele unakoangalia, unakokwenda katika ile barabara, utayaona maji kabisa yamekaa na yanacheza, wewe uko kwa mbali unayaona yale maji. Lakini ukifika mahali pale unakuta hayapo yale maji, unaikuta ile hali imehama tena, iko tena mbele yako. Ukifika tena kule huyaoni yale maji, unaona tena ile hali iko tena, iko mbele yako. Ndicho kilichokuwepo hapa. Qur'ani ni kitabu ambacho zile fani za kiilmu imezitaja.
katika sura ya 35 Surat al-Fatir aya 27, Qur'ani inasema wa minal jibali judadun bidhun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sude. Na katika milima ipo milima ambayo mawe yake rangi yake inakuwa ina mistari nyeupe nyeupe. Qur'ani imeanza kutaja rangi nyeupe hapa, ndio ilianza kutajwa. Alafu Qur'ani ikasema na kuna milima mingine ina mawe yaliyokuwa na rangi iliyokuwa nyekundu. Baada ya kutajwa rangi nyeupe, Qur'ani imekuja kutaja rangi nyekundu. Alafu Qur'ani ikasema na milima mingine inakuwa na rangi zilizokuwa mchanganyiko, nyeupe nyeupe, nyekundu nyekundu na rangi nyingine. Alafu Qur'ani ikamalizia ikasema wa gharabibu sude, na kuna milima mingine ina rangi, mawe yake yana rangi iliyokuwa nyeusi. Basi katika kutajwa hapa napo pia imetaja kisayansi. Watu wa physics wanaelewa hapa kwa nini imeanza kutaja rangi nyeupe. Ndiyo inayokuwa ya kwanza wakati jua linapoanza kuchomoza, rangi itakayokuwa ya kwanza kujidhihirisha itakuwa ni nyeupe. Alafu ikishatoka ile rangi nyeupe itakuja rangi nyekundu, itakuja kudhihirisha pale, itakuwa ni rangi nyekundu sasa itatawala. Alafu huku Qur'ani imekwenda kusema rangi mchanganyiko. Inapokuja kutokea rangi nyekundu, maana yake zile rangi nyingine zote zinakuwa zimesharibiwa, zimenyonywa. Zinapokuwa zimenyonywa, rangi itakayotokea pale itakayojidhihirisha lazima iwe nyekundu. Unapoiona rangi nyekundu uelewe ya kwamba mule ndani kuna rangi mchanganyiko ambazo zimenyonywa, zimesharibiwa. Kwa hiyo rangi itakayojidhihirisha sasa lazima itatokea nyekundu. Na kadiri jua linavyozidi kwenda, ile dunia inazunguka kwenye muhimili wake na kwenda kulizunguka jua, na lile jua linakwenda, rangi itakayokuwa ya mwisho kutokea itakuwa ni nyeusi. Sasa hivi jua linakuwa limezama. Sasa wakati huo itakapotokea rangi iliyokuwa nyeusi, jua wakati linazama, wewe pale uliposimama ukiangalia kule linakozamia lile jua, utaliona lile jua, rangi itakayokuletea pale na hali itakayokuletea pale, utaliona lile jua lazama kwenye matope meusi. Lakini ukienda mpaka pale, yale matope wala uyaoni, na ile hali utaiona iko mbele tena kwako imesogea. Ukasogea tena kule mbele, ukifika ile hali wala huioni pale, yale matope meusi wala huyaoni, utaona tena yako mbele yako. Hii hapa wanaita visible, wanaita horizon skyline, wanaita visible horizon pia, kwamba ni jicho lako tu la uongo ndio linalokudanganya kwamba pale ipo hali hiyo, hadi ya kuwa haipo hali hiyo. Lile jua liko maili 95 milioni kutoka pale ulipo wewe, na sisi tunakuwa ni watatu kutoka kwenye jua. Sayari ya kwanza inakuwa ni Mercury, ya pili Venus, ya tatu dunia. Huwezi ukalikuta lile jua ukaliona hili sasa hivi linazama kwenye yale matope meusi.
Lile ni jicho lako lililokudanganya wewe, linalokudanganya kutokana na hali ya rangi iliyojitokeza, ndio imetawala, imekuwa hivyo. Sasa ile wanaita visible horizon au horizon skyline, ni kama vile kule litakakokuwa linazamia jua au linachomoza, kama kutakuwa ni baharini au kuna milima, utaliona lile jua kama vile linatokea ndani ya maji, lakini ukisogea ukienda pale ile hali wala uioni, unaona tena inaendelea tena mbele. Qur'ani imeeleza habari ya mwanga na tabia zake na hadi zake, ndizo zinazoelezwa hapa. Na hili ni somo watu wanasomea, kuusomea mwanga tu ule. Watukufu wa Islam, Dr. Phillips alisilimu akiwa ndani ya meli ya Umoja wa Mataifa. Huyu ni daktari bingwa kidunia wa mambo ya mazingira. Meli ya Umoja wa Mataifa ilikusanya mabingwa wa mambo ya mazingira, ikawa inazunguka dunia mzima kukagua, kuangalia uharibifu wa mazingira, hali imechafuliwa kiasi gani. Wataalamu wapo ndani ya meli. Kulikuwa na Muislamu mmoja raia wa Pakistan, ulipofika wakati wa swala ya dhuhuri akaenda akachukua udhu, akatawadha, alipomaliza akachukua mswala wake akatandika pale, akaswali salatu dhuhur. Pembezoni mwake amekiweka kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Kitabu kile kilikuwa, ile Qur'ani ilikuwa ni katika tafsiri ya lugha ya Kiingereza. Alipomaliza kuswali akaketi pale, akakichukua kitabu chake anakisoma. Dr. Phillips akamfuata yule Muislamu, akamuuliza, kitabu hiki unachosoma ni kitabu gani? Akamwambia ni kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Akamwambia naomba nikione. Yule Muislamu akakifunga kile kitabu, akampa Dr. Phillips. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alipokifungua kile kitabu akafungua surati An-Nuri aya 40. Akasoma kule kwenye tafsiri ile ya lugha ya Kiingereza. Aya inasema au kadhulumatin fi bahrin lujjiyyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sadaqallahu al-azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vitendo vyao makafiri mfano wake ni kama mfano wa bahari yenye kina kilichokuwa kirefu sana. Juu yake hicho kina cha bahari kilichokuwa kirefu kimefunikwa na mawimbi, alafu juu ya mawimbi kuna mawimbi mengine tena yamekifunika eneo hilo, na juu ya mawimbi kuna mawingu. Al-Qur'ani ikasema giza juu ya giza. Inakaribia mtu anapoutoa mkono wake hauoni. Yani wewe mwenyewe mkono wako ukiwa katika hilo eneo ambalo Qur'ani inasema ukiutoa mkono huuoni, mkono wako huuoni, kwa ajili ya giza lilivyokuwa kubwa, lilivyokuwa totoro. Yule ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kuwa na nuru, basi huyo hana nuru. Alipoisoma ile aya akachukua vidole vyake akaingiza pale katika surati An-Nuri pale aliposoma, alafu akaufunga ule msahafu akauweka kifuani pake, ameukumbatia. Akamuuliza yule Muislamu, je,
huyu Muhammadi alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya anga? Anamuuliza, anamwambia hapana. Je, huyu Muhammadi alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya mwanga? Akamwambia hapana. Je, huyu Muhammadi alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya bahari? Akamwambia hapana. Akamwambia huyu ni Mwarabu tu wa jangwani. Mwenyezi Mungu amemletea hii risala, ndio anatufikishia. Dr. Phillips akamwambia yule Muislamu, akamwambia huyu lazima atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na hiki ni lazima ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Haya yaliyoelezwa hapa kwa karne ya 7 mtu kuweza kujua ni jambo ambalo haliwezekani. Haya yaliyoelezwa hapa sisi yametuchukua muda mrefu sana ndio tumeweza kujua sasa hivi tu kwa msaada wa vyombo mbalimbali. Qurani imeeleza pale, imeeleza mawimbi juu ya mawimbi. Ndio sasa hivi wamekuja kujua, sasa hivi ndio wamekuja kujua ya kwamba katika bahari kuna mawimbi ya juu ya bahari na mawimbi ya ndani ya bahari. Neno mauju limetajwa mara 2. Haya mawimbi ya ndani ya bahari walikuwa hawayajui, walikuwa wanajua mawimbi haya tu ya juu ya bahari. Haya mawimbi ya ndani ya bahari ndio wamekuja kuyajua sasa, kwamba kule ndani ya bahari nako kuna mawimbi nako pia. Qur'ani neno mauju, mawimbi, limetaja mara 2. Alafu Qur'ani juu ya mawimbi ikataja mawingu. Qur'ani mawingu imeyaita kwa jina la sahabe, alafu ikatumia jina lingine pia kuyaita mawingu. Qur'ani imeyaita mawingu kwa jina la mu'sirati, alafu Qur'ani pia imetumia msamiati wa kuyaita mawingu kwa jina la muzni. Basi katika kila msamiati mmoja uliotumia Qur'ani katika kuyaita yale mawingu ni kutokana na kazi zake yale mawingu. Sio kila mawingu yanakuwa ndio mawingu ya mvua. Yale mawingu imeyataja hapo sahabe. Mawingu haya kazi yake ni kufanya filtration, kuchuja mwanga wa jua. Unapotoka ule mwanga katika jua unakuja chini ardhini. Mwanga wa jua unaposafiri ni maili 95 milioni mpaka unatufikia hapa. Ule mwanga unatumia dakika 8. Dakika 8, maili 95 milioni, dakika 8 unakuwa umeshafika hapa ardhini. Kama wewe utakuwa una gari yako inakwenda maili 100 kwa saa, ili usafiri umbali huo utachukua zaidi ya miaka 100 ndio uweze kufika. Lakini mwanga wa jua unatumia dakika 8 unakuwa umeshafika hapa. Katika sayari ya 9 kutoka kwenye jua, Pluto, mwanga wa jua unachukua takriban masaa 5 ndio kuweza kufika huko. Ni masafa makubwa namna gani hayo? Je, ulimwengu huu ni mpana kiasi gani? Umbali wa kutoka lilipokuwa jua mpaka ilipo sayari ya Pluto ya 9, na ule umbali wa kutoka ilipokuwa jua mpaka kufikia ilipo dunia maili 95 milioni, inabidi umbali huo uwe mara 40 ndio kuweza kufikia umbali wa kutoka jua mpaka ilipo Pluto. Ule umbali wa dunia na jua uwe mara 40
ndiyo umbali wa kutoka lilipokuwa jua kufika katika sayari ya Pluto. Mwanga wa jua watumia kule karibu masaa 5 kufika kule kwenye Pluto. Hapa kwetu kutoka lilipokuwa jua mpaka tulipokuwa sisi maili 95 milioni unatumia dakika 8. Sasa ule mwanga wa jua ukishachomoza kwenye jua ndio unakuja sasa chini ardhini, unakutana kwanza na mawingu. Mawingu haya kazi yake ni kufanya filtration, unachujwa ule mwanga. Ukichujwa unakuwa ule mwanga umepunguzwa. Kiasi kilichobakia ndio kinaruhusiwa kuja ardhini. Kikija ardhini, kwa kuwa eneo la bahari linakuwa ni kubwa mno kuliko eneo la nchi kavu, ule mwanga unapokuja kugonga kwenye mawimbi ya juu ya bahari, kuna mwanga pale utazuiwa, hautoingizwa, utaakisiwa, utatupwa huko. Kwa hiyo pale itakuwa tena umepunguzwa ule mwanga. Utasafiri ule mwanga kwenda chini ya bahari. Utakaposafiri utakutana tena na mawimbi ya ndani ya bahari. Ukikutana na yale mawimbi ya bahari kule ndani, ule mwanga sasa utabeba zile rangi 7. Sasa kila rangi katika mwanga, jinsi unavyosafiri kwenda chini ya bahari, kila mwanga katika rangi yake unakuwa na sifa yake. Kuna rangi nyingine uliobeba ule mwanga, ukisafiri pengine futi 50 inakuwa basi hauendelei tena. Mwingine ukifika futi 60 hauendelei tena. Mwingine ukifika futi 70 hauendelei tena. Kwa hiyo utasafiri ule mwanga, itakuwa hivyo mpaka itafika mahali utakuwa na mwisho, hauendelei tena. Pale ukizama, ukifika eneo lile, katika zoni ile, idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, ukiutoa mkono wako hauoni na wala wewe mwenyewe hujioni, kwa sababu pale giza, mwanga unakuwa ni 0 chini ya 0. Hakuna mwanga hata kidogo pale. Pale wewe mwenyewe uliozama, ukifika zoni ile unakuwa hujioni, hata wewe mwenyewe ukijitazama hivi hujioni. Ile meli ilipozama katika ule mkondo wa nini mnaita nini, nunge, Nungwi, wale wazamiaji wa kutoka South Africa walikuja na vyombo vya kisasa. Walipozama kwenda chini, wakafika, wakasema kwamba basi tumeshindwa, kwa sababu ile meli hatuioni. Maana yake katika ile zoni waliofika kule chini ya bahari, ule mwanga wa jua umekwisha. Kwa hiyo pale inakuwa ni giza juu ya giza, giza juu ya giza. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, mtu hata kama akitoa mkono wake hauoni, wala yeye mwenyewe haioni, hajioni. Angalia Qur'ani ilivyo. Yule Dr. Phillips akasilimu pale pale, ashhadu an la ilaha illa Allah.